Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Rahby Digital, haki na ukweli. Sura nyingine. Sasa mvutano kwenye eneo la Caribbean unazidi kutokota na nchi ambazo zinaingia kwenye mgogoro zinazidi kuongezeka. Ulikuwa mvutano kati ya Venezuela na Marekani, ndio ulikuwa wazi. Baadaye tukaona kama Colombia ameongezwa kwenye listi, hata kwenye listi ya kuangaliwa kuwa kuna baadhi ya vitu vitawekewa vikwazo na Marekani itaanza kufuatilia baadhi ya vitu kutoka kwa Colombia. Colombia awali ilikata uhusiano wa kidiplomasia na Marekani. Swala la Colombia niliwahi kuwaeleza. Tatizo la Amerika na Colombia ni lipi? Tatizo la Amerika na Colombia ni kile Colombia walichosimama nacho dhidi ya Israeli. Hawakuwahi kuwa upande wa Marekani. Hawakuwahi kuwa upande wa Marekani. Kwa hiyo Trump na serikali ya Trump au serikali ya Marekani inaainisha kuwa baada ya kumshughulikia Venezuela, tutamshughulikia ni Petro Gustavo, rais wa Colombia, ambayo misimamo yake imekuwa wazi kuhusu Israeli. Alikata usambazaji wa makaa ya mawe kwa Israeli, ambao Colombia ilikuwa inapata $1 billion kwa mwaka. Ilikata hiyo biashara yao na Israeli, lakini walikata uhusiano kabisa na Israeli na wamekuwa wakishutumu Israeli wazi wazi bila kificho. Sasa kwenye hili ambayo kile ambacho Marekani imeanzisha, tunasema kusema nini, mzingiro wa bahari ya Caribbean na Pacific umekwenda kuathiri Colombia, umekwenda kuathiri Cuba na unakwenda moja kwa moja kuiathiri Venezuela. Sasa Trump amezungumza jana, alikuwa anaongea na vyombo vya habari, nimemsikia. Na hili swala wiki jana, unajua wakati anahutubia taifa katika kuelekea mwaka mmoja, vyombo vingi vya habari mfano vya Marekani vilikuwa vimefikiria kuwa ndio ilikuwa siku Trump atatangaza uvamizi kamili wa kijeshi wa Marekani kwa Venezuela, lakini hakufanya hivyo. Sasa vyombo vya habari vimeandika rais wa Marekani Trump alizungumza jana na vyombo vya habari, anasema itakuwa busara kwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro kuondoka madarakani, na Marekani inaweza kuhifadhi au kuuza mafuta ambayo ilikuwa imenyakua pwani ya Venezuela katika wiki za hivi karibuni. Pale Horn of Africa au unasema pembe ya Afrika, ambayo ilikuwa inakusudia inatoka kuanzia Somalia unakuja mpaka karibu na Bab el-Mandeb upande wa pili wa Djibouti, maana yake Eritrea inaingia ile upande wote, ile Horn of Africa. Kuna wakati ilitangazwa kuwa ni eneo hatari zaidi la meli. Maharamia walikuwa wakitajwa, maharamia wa Kisomali wanateka meli na kudai fidia. Leo hii kauli ya Nicolas Maduro anaita serikali ya Marekani serikali ya kiharamia kwa sababu wanateka meli. Trump anasema wanafikiria yale mafuta walioteka katika zile meli mbili ima wayauze au wataamua kuyaweka kwenye hazina yao. Mali ya nani? Kwa nini Marekani afikirie kuuza mafuta ya Venezuela na aingize kwenye hazina yake? Kama kweli Amerika anaumia na maisha ya Venezuela yalivyo, kwa nini hizo fedha asiseme kuwa zitarudishwa kwenye taasisi muhimu za Venezuela, iwe kwenye afya, iwe kwenye elimu, iwe kwenye, kwa nini ziingie kwenye hazina ya Marekani? Marekani anataka nini Venezuela? In reality, jamani, iko hivi. Niliwahi kuambia wakati wa mgogoro wa Bashar al-Assad na watu wa Syria wakati huo, kwa sababu wengi wa wafuasi tulikuwa wafuasi wa Urusi, tulikuwa wafuasi wa Syria na tulikuwa wafuasi wa kinyume na magharibi. Kwa hiyo ndio maana tulisherekea sana serikali ya nani, ya Bashar al-Assad. Lakini niliwaambia wakati ule, unapopima kipimo cha raia wa kawaida wa Syria kuhusu Bashar al-Assad, watakwambia bora aje mwingine, lakini sio Bashar al-Assad. Assad hakuwahi kupendwa Syria. Assad kujinasibisha kuwa alikuwa analinda mali za Wasiria, hakuwa kipenzi cha raia wa Syria kabisa, kwa sababu nchi ilikuwa
kwenda kukwama kabisa kwenye mkwamo. Toka baba yake, unajua vile hakuwa na urafiki na magharibi, Hafez al-Assad hakuwa na urafiki huo. Kwa hiyo Dr. Assad yeye akafata nyayo zile zile za kutembea mule mule, hakuwahi kupendwa na ulimwengu wa magharibi. Sasa athari za ulimwengu wa magharibi kwa Syria zilipelekea kwenda kuikwamisha nchi, ikaenda ikaa kwenye limbo, yani ikaenda ikakwama, ikashindwa kuhudumu au kuhudumia. Mfano wa Syria ni mfano wa Venezuela ilivyokutana na vikwazo vya magharibi. Ni kuwa nchi ambayo unaambiwa ni nchi ambayo ina reserve kubwa zaidi ya mafuta duniani, yani nchi na utajiri uliopindukia, Venezuela, lakini raia wake hawa afford hata kununua mkate. Raia wa Venezuela hata mkate, unajua mfumuko wa bei wa Venezuela uko juu ya 500%. Sarafu yao haipo kabisa, yani ni imedondoka, haipo kabisa. Yani wamefanya yote hayo, kila kitu yani hakipo. So kwa raia wa kawaida wa Venezuela, kama watafanya poll, kama watafanya zile wanasema kura za maoni kwa raia wa kawaida wa Venezuela, waulizwe hii hali inayoendelea mko upande gani, asilimia kubwa watasema wako upande wa Amerika. Wako upande wa Amerika kwa sababu uhakika kuwa Venezuela ambayo nchi ya sera za kijamaa zilisha feli. Ujamaa ndani ya Venezuela ulidondoka ukafeli, kama ulivyofeli nchi kama Cuba. Ujamaa umesha feli, lakini kinachobaki ni mamlaka kulazimisha kuwa tunaweza tukatembea kwenye ujamaa. Hata wa China wenye ujamaa wao waliuswichi wakaufanya ujamaa wa kisasa, wakabadilisha baadhi ya vitu kutoka kwenye huo ujamaa ambao walikuwa wanataka watu wote wavae nguo sare, sijui wafanye nini. Walitoka wakaswitch. Ndio maana leo unaona hata kuna matajiri wa Kichina kina Jack Ma, zamani wasinge kuwepo. Leo kuna mabilionea wa China, wafanya biashara wakubwa wa China. Hiyo soko la kudhibiti tena imetoka. China wametoka kwenye ujamaa, lakini sera ya ujamaa ambayo ilikuwepo duniani kwa wakati huo kwa wajamaa, kuna nchi ziligota zikakwama. Hata sisi tulitoka hivyo, tukafika sehemu tukagota tukakwama. Ndio maana tukafanya mabadiliko ya mzee ruksa, tukatoka kwenye ujamaa tukaja kuingia nusu kwenye ubepari. Leo hii sisi ukiuliza sera yetu ni ipi, unajua Tanzania ni katika nchi ambayo haifahamiki ni ya kijamaa au ya kibepari, kwa sababu kuna wakati serikali ina control baadhi ya bei. Kwenye nchi za kawaida ambazo za kibepari, serikali haiwezi ka control bei, masoko na kuanza kwa hamna, yote yanakuwa wacheni watu, hauwezi. Sasa sisi nchi yetu bado ina kile kitu tunasema tunalinda maadili ya fulani. Sasa kwenye nchi za kibepari full hamna kitu kinaitwa maadili, kuna upuuzi tu unaoendelea, kila kitu kimeachiliwa. Sasa kwa kawaida ukitazama kile kinachoendelea Venezuela, kwa raia wa kawaida wa Venezuela wanamsupport Marekani afanye kile anachokifanya, kwa sababu nchi yao haieleweki iko wapi, haieleweki inaishi vipi raia wake. Unajua katika uhamaji mkubwa kabisa uliotokea Amerika yote kule, Amerika ya Kusini na nchi kuchukua zote za Latini America, sijui Amerika ya Kati, chukua nchi zote za Amerika, hakuna nchi imekuwa na uhamaji mkubwa wa raia wake kuzidi Venezuela. Karibu 7 raia wa Venezuela hawaishi kwenye hiyo nchi, wamekwenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Sio madaktari, sio mainjinia, sio walimu, kwa sababu ndani ya nchi imestaki, imekwama. Yani imefika sehemu imegota kabisa kuwa haiendi. Kinachofanya hapo ku backup ya Venezuela kuwa ni nchi ambayo inaweza ikawa kama Zimbabwe, ambayo unajua ni serikali tu inakuwepo, ambayo inakuwa kama serikali, kama genge fulani, serikali la watu fulani ambao kazi yao kufanya biashara tu. Ndio kama hivyo Zimbabwe ni serikali ambayo ipo tu ya watu fulani, lakini hakuna chochote unachokiona mtaani, maisha ya kawaida. Nchi inazidi kudidimia, vikwazo vimeilemaza na hamna kitu kinachoendelea. Wanabaki tu wa China na wengine kupiga dili tu pale, tunavuta kutoka serikalini na kudhibiti kila kitu kinachotokea. Zimbabwe wakati mzee Mugabe unajua katika nchi ambazo wazungu walikaa waliamini ni yao, ambao walikuwa hawataki kabisa kuiachia, ilikuwemo ni moja wao ilikuwa ni Zimbabwe. Na hata Msumbiji walikuwa wamekaa hapo, Wareno walikuwa hawataki kuondoka, waliamini Msumbiji ni yao, wakajaribu kuitengeneza wanavyotengeneza. Kwa hiyo waliondoka shingo upande. Zimbabwe wakati mzee Mugabe anaingia, ndio maana ukitazama, nenda katazame masiti yaliyoendelea. Unajua Harare ni moja ya miji ambayo imejengwa vizuri sana katika mpangilio, barabara zake toka miaka hiyo, majengo, mpangilio ulijengwa hasa
na kama sio mabadiliko ya sera kuja kwa mzee Mugabe, basi Zimbabwe ingekuwa ndio nchi kwa kusini mwa Afrika inafukuzana na South Africa kwa kila kitu, kwa maendeleo na vitu vingine. Lakini mabadiliko ya sera yaliyofanywa na mzee Mugabe bila kutunga sheria kulinda sera ndio yaliyokwamisha Zimbabwe ikaenda ikadondoka wakati utaifishaji wa mashamba, kwa sababu Zimbabwe ilikuwa ikihudumia Afrika, ilikuwa ikilisha Afrika. Leo Zimbabwe inaomba msaada kutoka nchi zingine za Afrika kusaidia chakula, maana yake mashamba makubwa yote yamepotea. Mashamba yalimilikiwa na wazungu kama vile ilivyo South Africa. Mugabe akaja na sera yake ya kutaifisha mashamba kwa wazungu, kuwapa wazalendo ambao hawakuwa na elimu yoyote, hawakuwa na mitaji yoyote, hawakuwa na ujuzi wowote wa kuendeleza kilimo. Matokeo yake nini? Ikakwama, mashamba yakafa na uchumi wa Zimbabwe ukaenda ukastaka, ukasimama. Wamebaki sasa kuendesha uchumi kwa kupitia baadhi ya vitu vingine kama migodi na vitu vingine ambavyo kuwa ni makubaliano tu serikali na kwenda nchi zingine na chota, lakini vikwazo vimeilemaza sana Zimbabwe. So ukitazama kile ambacho kimeikwamisha Zimbabwe, ukarudi Venezuela alipokwama, utagundua kuwa nchi imekwama sehemu. Imekwama kabisa. Lakini hii ni sera ya magharibi kwenda kuwakwamisha. Yaani huu ni mpango kamili. Hawa watu huwa ninawaambia hawana vitu ambavyo wanavifanya kwa bahati mbaya. Hawa huwa wanafanya vitu kwa mipango ya muda mrefu mno. Yaani wanavuka na wewe hata miaka 30, wanadili na wewe tu miaka 40, wana wewe tu, hata watamrithisha mtoto wao, lakini kuna kazi tulishaianzisha, hii unatakiwa ukaimalizie, haijalishi nani ataikuta wakati huo. Kwa hiyo wameilemaza Venezuela kwa miaka mingi kwa vikwazo ili nchi ikwame kabisa. Leo hii Venezuela imebaki kushirikiana na nchi kama China, inashirikiana na nchi kama Urusi, lakini ukiangalia ushirikiano wao umegota sehemu chache. Yaani ni sehemu labda za kijeshi na sehemu chache za miundombinu, lakini sehemu nyingine kote nchi kama imekwama, haiendelei, hakuna. Venezuela ni nchi yani ilichokuwa Syria ndio Venezuela. Ndio maana Bashar al-Assad alivyoondoka, Wasiria walishangilia dunia nzima, na haukuwa unaona watu walikuwa wanapinga kuondoka kwa Bashar al-Assad ila kwa kidogo sana. Wasiria duniani kote duniani kote walikuwa wanampinga Bashar al-Assad. Kuna video iliwahi kutoka wakati huo nikawaonyesha Wasiria waliokuwa London wanasema kuwa ni bora Netanyahu kuliko Bashar al-Assad. Kuna watu waliwatukana sana, hao watu hawana akili na nini na nini, kile kinachotokea na nini na nini. Ukweli wale walizungumza walikuwa ni Wasiria ambao wameishi kwenye serikali iliyokuwa inaongozwa na Bashar al-Assad. Serikali ambayo ilikuwa si serikali ambayo Wasiria walitaka. Kilichokuwa Syria ndio kinachoendelea Venezuela. Sasa kuna kile ambacho unaweza kusema kuwa ukiukwaji wa sheria za kimataifa ambao Marekani anafanya. Nimeona kuna malumbano ya nchi za Amerika ya Kusini tayari. Rais wa Argentina ambaye tunamjua ni mzayuni totally, ameunga mkono Marekani, anataka Marekani ivamie Venezuela ikamaliza hilo. Lakini nimemwona rais wa Colombia Petro Gustavo pamoja na rais wa Brazil Lula da Silva wanapinga ukoloni wa Marekani kwenda kuvamia na kubadili utawala. Bila shaka kile kilichofanyika siku chache zilizopita wakati Trump anatafuta tuzo ya amani ya Nobel, kama mnakumbuka, aliyepewa tuzo ya Nobel mnamfahamu, ni moja ya wapinzani wakuu wa serikali ya Venezuela. Haikuwa bahati mbaya. Maria Corina Machado, huyu ndio mpinzani mkubwa kuanzia wakati wa kina Hugo Chavez mpaka sasa Maduro. Amehifadhiwa sana magharibi, muda mrefu ameandaliwa. Bila shaka anaandaliwa kwa ajili ya kuchukua nchi, kwa sababu hili ni zao la magharibi ambalo likikaa kwenye serikali ya Venezuela, huyu ana makubaliano yote na Marekani na ulimwengu wa magharibi kuwa Marekani itayafikia vizuri kabisa mafuta ya Venezuela na hazina ya Venezuela. Kuna mabadiliko yanatafutwa Venezuela yatokee. Sasa nani anailinda Venezuela? Urusi, Uchina wamesema wako bega kwa bega na Venezuela kuhakikisha kuwa uhuru wake na haki yake italindwa. Hawatoruhusu lolote litokee kwa Venezuela. Nilishawahi kuambia sana kuhusu hiki kitu. Kwa muda mrefu niliwahi kuambia kuwa unajua, mnaweza mkawa wakubwa, baba na babu wote ni wakubwa, lakini babu ni mkubwa zaidi. Hiyo iko wazi. Baba ni mkubwa, babu ni mkubwa zaidi. Na babu mkuu ni mkubwa zaidi. Kuna wakati huwa nawaambia kipimo cha ukubwa sio kipimo cha kuongea. Yaani kile unachokiongea wewe. Niliongea wiki iliyopita nikawaambia kuwa Amerika anaweza kuivamia Venezuela na akaenda akabadilisha uongozi wa Venezuela bila ya Urusi wala China kuingilia. Ila wanaweza kuishia kuongea. Wametoa matamko.
wote ya kukemea, na wameapa kuwa watailinda Venezuela. Hayo ni maneno. Amerika wakitaka kuingia Venezuela, Urusi hatoingia wala China hatoingia. Kwanza China hana historia ya kwenda kumlinda kiongozi anayetaka kuondolewa madarakani. China ya kisasa, ukiondoa ya wakati ule ya kikomunisti labda, lakini China ya kisasa ambao inataka kujijenga na uchumi wake ambao unawaza fedha na biashara, haitaki migogoro wala haiwezi kujiingiza katika mgogoro wowote ambao utaathiri mwelekeo wao ambao wamekusudia kuwa, kuna miaka wamekusudia kuwa wao watawale dunia. Sasa kujiingiza kwenye mgogoro wowote utakuwa na athari kubwa sana kwao, hawawezi kujiingiza. Hapa ndio huwa nawaambia ulimwengu wa mashariki unapofeli. Ulimwengu wa mashariki ambao tunaaminishwa ni wenye nguvu, ukichukua total number yao ya BRICS utaona kuwa uchumi mkubwa wanaoshikilia wao, lakini maamuzi makubwa ya kuendeshwa ulimwengu haupo mashariki. Maamuzi makubwa yanayoendesha ulimwengu huu yapo magharibi. Ndio maana wanatupeleka wanavyotaka. Pale BRICS na ulimwengu wa mashariki ulipofikiria kuwa tutakuja tuidondoshe dola, tuiangushe dola, niliwaambia ile ndoto itapotea na itakwisha. Na imepotea na imekwisha. Sasa hivi ule mpango wa kuangusha dola umefikia wapi? Unaangushaje tawi ulilolikanyaga? Niliwahi kuambia wakati huo kuwa ulimwengu wa mashariki hauwezi kuiangusha dola kwa sababu reserve kubwa ya dola haiko Marekani, iko China. Kwa hiyo kuichezesha dola unachezesha uchumi wa China kwa kiwango kikubwa. Marekani hata printi zingine. Wewe kuichezesha dola, unachezesha dola nyingi ziko China. Benki ya BRICS hazina yake, reserve ile hazina yake ya fedha walioweka, 90% ya reserve ya fedha yao ni dola. Wanataka kuangusha uchumi wa Marekani kwa kuiangusha dola. Wanaanzia wapi? Nimesema Marekani akiwa mfuasi wako anaweza kukulinda na akaleta kusaidizi wa moja kwa moja, akataka kukulinda ikiwa wewe uko upande wa Marekani. Anafanya Israeli, anafanya Taiwan, unaona anachokifanya, anafanya Ukraine, anafanya na nchi ambazo anazisapoti. Yani nchi ambazo anazisapoti hupeleka moja kwa moja usaidizi ambao kuwa atakulinda kwa namna hiyo. Lakini nchi zinazosaidiwa na ulimwengu wa mashariki huwa hazipati usaidizi wa moja kwa moja pale wanapokutwa na matatizo. Nililizungumza wakati wa mgogoro wa Iran na Israeli. Japokuwa hata nilipingana na wachambuzi wa kimataifa wakubwa kabisa akiwemo Jeffrey Shep, ambaye hata yeye aliamini kuivamia Irani ni sawa sana kuanzisha vita na Urusi, na akasema Urusi iko tayari, tutazalisha vita ya 3 ya dunia kutokea Irani. Nikamwambia haiwezekani na haitotokea. Urusi hatojiunga na vita ya Irani wala China hatojiunga na vita ya Irani. Watakaa pembeni kuwa waangaliaji na waendelee kusapoti. Sasa tuulizane swali moja. Niambie, kati ya uhusiano wa Venezuela na Urusi na uhusiano wa Venezuela na China, halafu niambie uhusiano wa Iran na China, uhusiano wa Urusi na China, wapi kuna uhusiano ulio thabiti na bora na ulio imara zaidi kuzidi kwenda Venezuela? Yani China ana uhusiano mzuri zaidi na Venezuela kuzidi alivyokuwa na uhusiano na Iran, au Urusi ana uhusiano wa karibu zaidi na Venezuela kuzidi Iran? Jibu linakuja kuwa hawa wote, China na Urusi, wana uhusiano wa karibu sana na Iran kuzidi Venezuela. Kwa nini hawajaingilia vita ya Iran? Na wakati Marekani aliingilia wazi kuwa yupo, wao walikaa pembeni. Uniambie kuwa wanataka kuingia kwenye vita ya Venezuela? Hiyo ni hadithi. Hawatoweza kuingilia, isipokuwa hata kutapotokea mabadiliko ya serikali, ikawekwa serikali ambayo inafuata ulimwengu wa magharibi, wataenda kuomba uwekezaji, wataenda kuomba kuanza kufanya biashara. Hizi nchi kubwa duniani zote ziko kwa ajili ya maslahi yao tu. Bashar al-Assad kawekwa mfukoni, wanamshikilia. Adui mzuri ni yule unayemmiliki. Adui hatari ni yule anakujua na anakaa mbali na wewe. Lakini adui mzuri yule unayekaa naye hapa, unaweza kumdhibiti. Leo hii Urusi anaomba tenda ndani ya Syria na wanahusiano na serikali ya Ahmed al-Sharaa. Mwaka mmoja uliopita walikuwa wote, kila mmoja na ndege zake, wanamshambulia huyu na huyu anamshambulia huyu. Leo hii hujapita hata mwaka mmoja, aliyepoteza ni Bashar al-Assad na Irani yake, lakini Urusi bado anahusiano na Syria. China yuko na Syria, wanahusiano tu kama kawaida. Venezuela itavamiwa na Marekani na watambadilisha Maduro na watampachika wanaomtaka wao, na Urusi yupo anaona na China yupo anaona, na hatoingilia. Mark my words, hatoingilia.
Huu ndio ulimwengu wa mashariki na magharibi. Pale huwa ninapopenda kuambia kuwa Amerika hapendwi na dunia. Hakuna mtu anapenda sera. Mimi sipendi sera za nje za Marekani kwa sababu zina double standard, sizipendi. Lakini tunapozungumza kuhusu ukubwa, Marekani ni mkubwa kawazidi mbali. Ndio maana Marekani anapoanzishia vurugu, anakuja kuchezea kwenye uwanja wenu. Vurugu za Marekani anazileta kwenye uwanja wako wa nyumbani. Yaani kama wewe kweli ni mbabe, peleka hizo vurugu na wewe kwake. Nani kapeleka? Marekani anatembea kwenye bahari ya kusini ya China, yuko Philippines, yuko Taiwan, yuko Guam. Anacheza tu pale. Anamzunguka China kila upande. Marekani yuko, naweza nikakwambia ni NATO. Anampumulia Urusi, ukitoa Ukraine, anampumulia Lithuania, anampumulia Finland. Yuko pale Sweden kwa juu. Yuko Ujerumani, ana kambi zaidi ya ngapi? Niambie kambi moja ya kijeshi ya Urusi iliyopo Amerika. Kambi moja ambayo imemkaribia Marekani, ambayo inampa threat, yani tishio. Niliwahi kuambia kama China ana nguvu na Urusi, kwa nini wasiende kufanya na wenyewe kuwa na uhusiano na Mexico, kuwa na uhusiano na Canada, ili wampe threat Marekani akihisi kuwa na mimi kwangu kutachafuka muda wowote, labda atakuwa na adabu. Lakini ukweli kuwa hawa bado ni wadogo. Marekani anawapumulia pale pale mlipo kwenu na matatizo anayaanzishia kwenu. Yani anakufuata mlangoni kwako, ndio anakuja kuanza kukufanyia vurugu mlangoni kwako. Huyu sio kusema kuwa eti ni mdogo, anaweza kusema no, simtetei Marekani eti kusema huyu naye mtu wa magharibi nasema in reality ulimwengu wa mashariki bado uko mbali sana kuja kumuondoa Marekani kwenye utawala huu, kwa sababu Marekani kashikilia kila anaposhikilia, amewabana kila anapowabana. Leo vikwazo vikubwa vya dunia vinaendeshwa na Marekani. Urusi katika mazungumzo yake yote anayoyapeleka mezani, katika vitu anavyongangania sana, kuondolewa vikwazo, ondoa vikwazo, ondoa vikwazo. Maana yake vikwazo vinamuumiza yeye kumconnect na dunia na kufanya na dunia. Nani kaweka vikwazo? Marekani. Kwani wao hawawezi kuweka vikwazo China na Urusi? Vikwazo vyao vine. Maana yake kama vikwazo vya Marekani vinaumiza mara 10, basi vya Urusi vinaumiza mara 3 au mara 2, na vya China vinaweza kuumiza mara 5. Nani anakuumiza zaidi? Marekani atakuumiza zaidi, kwa sababu yeye vikwazo vyake vinaumiza zaidi. Kwa hiyo hicho ni kipimo wakati mwingine cha ukubwa. Tunapozungumza kuhusu Venezuela, haijalishi Marekani anafuata nini. Marekani anafuata mafuta, anafuata rasilimali za Venezuela. Hiyo iko wazi na hakuna ubishi wa hilo. Marekani anachokifuata ni hicho. Lakini nani atamzuia Marekani? Tunategemea ulimwengu wa mashariki. Ulimwengu wa mashariki hauna uwezo wa kumzuia Marekani. China hana uwezo wa kumzuia Marekani, wala Urusi hana uwezo wa kumzuia Marekani. Kwa Marekani ataendelea kutamba na kutuonyesha vile vile. Ndio maana huwa ninauambia ulimwengu wa mashariki, ikiwa nyinyi kweli mko na nia ya kupambana na Marekani, lazima muungane. Lakini mnaungana vipi? Mnaungana hali ya kuwa nyinyi wenyewe mna virusi, kwa sababu ndani yenu Marekani kapachika virus wengi. Unatazama BRICS, kuna India, unamtazama kuna South Africa. Niliwahi kuambia hivi, Marekani ikija yani niliwahi kuambia hivi, ikiwa Marekani itakuja kuona kuna tishio la ukweli la BRICS la kutaka kuimaliza Marekani na kwenda kudondoka kwao, Marekani itaenda kufanya makubaliano na moja ya nchi zenye nguvu katika ulimwengu wa BRICS, China au Urusi, kwa sababu kuna vitu ambavyo Marekani imewablock sana. Bana, tufanye makubaliano, ushuru unakupunguzia hapa, nitakuacha ufanye biashara hapa, hapa nitakufanya vile, lakini utoke kule. China akipewa kati ya BRICS na Marekani, katika Marekani inaokupa maslahi yote, China hawezi kuchagua BRICS, atachagua Marekani. Urusi akipewa Marekani na BRICS, Marekani ambayo inampa kila kitu ambacho alikuwa akitaka, yani vile vikwazo vyote, rudi G8, uchumi wako tunaufungua, tutakuwa na shirikana na wewe, makampuni yetu yatakuja, tutafanya biashara na wewe, utakuja. Urusi haendi BRICS. Ndio maana niliwahi kuambia Waafrika, swala la BRICS igeni Tanzania, muwe neutral, msichague upande, mtakuja kuumbuka. Kwa sababu hawa wote wanaowachezesha hii ngoma, wao wote wanapigania maslahi yao, yani wote wanapigania maslahi. Kwa hiyo kuna wakati ikifika muda kuwa pale mwenye maslahi atahisi kupoteza maslahi, na ili aweze kurejesha maslahi yake inatakiwa arejeshe maslahi ya mtu fulani au arejeshe maslahi ya watu fulani, atachagua kurejesha maslahi ya mtu fulani ili yule mtu fulani awamalize watu fulani. Sijui umenielewa? Ndio Amerika yulivyo. Kwa hiyo vita ya kwenda kuangusha utawala wa Amerika bado iko mbali sana. Marekani itakuja kupasuka yenyewe ndani
yani watapasuana wao kwa wao ndani, lakini Marekani haiwezi ikapasuliwa kutoka nje, kwa sababu walio nje wote ni dhaifu kwa Marekani, hawawezi. Rahby Digital, haki na ukweli.